Poleni na kazi. Naitwa Victoria Benson Swebe, mwenyekiti wa Chadema jimbo la Kyela. Ninafurahi kutembelewa au kuwa na nyie leo kwa sababu siku nyingi hatujaongea kwenye vyombo vya habari, hatukupata nafasi. Inawezekana kwa sababu ya hali ambayo ikoepo kisiasa upande wetu, lakini imempendeza Mungu leo tuzungumze. Sisi tunamshukuru Mungu, mimi binafsi na familia ya Chadema, baada ya kushinda kesi yetu ya msingi ya kufungiwa ofisi zetu za chama na kutumia mali za chama. Hatimaye tumeshinda kesi na tumefungua ofisi zetu, tunaendelea na kazi zetu za kila siku. Wakati huo tulikuwa hatuwezi kufanya kazi, tulikuwa hatuwezi kukutana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kuwa haki yetu ya msingi tunakwenda kuipata. Lakini yote na yote, nitoe pole kwa wanachadema wote na viongozi wetu wakuu wa kisiasa ambao waliendelea kupambana pamoja na wanasheria wetu wa chama. Tunawapa pole kwa kufanya kazi ngumu na nzito. Hatimaye tumepata haki yetu ya msingi, sio kwa kuhurumiwa, tumepata sheria, tumeshinda kesi. Kwa kuwa tumeshinda kesi, huo mwendelezo tuweze kushinda kesi zetu zingine zote ambazo zina tukabili, hususani mwenyekiti wetu wa chama ambaye bado yuko gerezani, anaendelea kuteseka. Sisi tunaendelea kumwombea Mungu, lakini wanasheria pamoja na yeye mwenyewe anaendelea kupambana. Tunajua kama haki imetendeka kwenye kufunguliwa ofisi zetu, hata kesi ya mwenyekiti wetu wa chama inakwenda kuisha kama watawala itawapendeza. Lakini tutoe ushauri na rai kwamba sisi kama Chadema kwa pamoja tunataka mwenyekiti wetu achiliwe. Yaani hiyo ndio kelele ya kila sehemu na kila kona. Mimi binafsi kama mama ambaye nasikia uchungu, natamani hata leo nisikie kwamba mwenyekiti wetu ameachiliwa, yuko huru, anaendelea na kazi zake za kisiasa. Kwa sababu Chadema ni chama kikuu cha kisiasa ambacho kinatakiwa kifanye majukumu yake akiwepo mwenyekiti wa chama. Lakini kwa hivyo vinavyoendelea kupeana kesi za mchongo, maana mimi nahisi ni kesi ya mchongo. Maana yake mtu kama anataka kufanya uhaini au ugaidi hawezi akafanya peke yake, anakuwa na kundi la watu ambao ndio angeshitakiwa nao. Lakini yeye kwa sababu ni kesi za kutengenezeana, amekaa yeye kama yeye gerezani kwa kuwa anakipigania chama. Kwa hiyo sisi tuseme kama mwanachadema huru na mwenyekiti wa chama kikuu ambaye ninaendesha kazi zangu kikatiba, tunatoa ushauri kwa serikali kwamba wamwachilie mwenyekiti wetu, tuendelee kufanya kazi naye. Tumeteseka sana kuanzia, siwezi kuruka 2025 mwezi wa 10 tarehe 29, siwezi kuiacha kwa sababu hata mimi ni muhanga na sikupata nafasi ya kuongea kama leo. Tumeteseka, ndugu zetu wamekufa, wamezikwa, wengine hatujui hata walikozikwa. Lakini kwa kuwa Mungu aishie anajua, tutalipo kila mtu kwa wakati wake, na kila mtu kila alichokipanda ndicho atakachokivuna. Tunatamani hata kusikia sauti za watawala wakikemea utekaji, mauaji, kuwe kwa watu ndani bila sababu. Tunatamani kusikia kauli ambazo tulikuwa tumewahi kuzisikia. Mfano kwa Magufuli, niwahi kusikia siku moja akiwa Iringa, kuna mtoto alitekwa, akasema askari ambaye ndo uko Iringa, tunatamani kusikia mwanao na wewe ametekwa. Tunatamani kusikia rais wa namna hiyo. Tunatamani mtu akisema maneno hayo kutuponya Watanzania. Sio kesho unasikia huku mtu ametekwa, huku mtu ametekwa, watu wakitekwa hawaonekani. Kiukweli kama wazazi moyo unauma sana. Mimi mwenyewe nimekaa lock up siku 15. Halafu ni kesi za kutengenezewa. Ndio maana unakuta mpaka sasa hivi hata kama rais alisema aondoe makesi ya kwenye maandamano, lakini wengine walituweka bila sababu. Mimi mnachagua sipo, niko Malawi, mnatangazwa ushindi sipo. Leo unaniambia nilikuwepo kwenye maandamano. Maandamano gani? Lakini bado watawala wanakuambia tunakuweka ndani kwa sababu ya system. System tu. Sasa tumefika kwenye serikali ambayo inatumia maneno ya system, sio maneno ya kuona kama nimepeleleza wewe ulikuwepo kufanya tukio 1 2 3. Nimekaa siku 15 lock up, nimekwenda kudhaminiwa mahakamani. Naendelea kuripoti polisi kila mwezi mpaka miezi 12. Ni uonevu sio kwa na maana. Ni uonevu, ni kututesa, kutunyanyasa kisiasa. Imani yangu ni Chadema. Ninaipenda Chadema. Kwa hiyo utaninyanyasa, utanitesa, zitateseka nyama, ila moyo uko kwenye Chadema.
Alafu mimi Chadema, imani iko kwenye moyo, haiko kwenye sura. Kwa hiyo sura yangu utaweza kuiona nacheka na wewe, nakula na wewe, lakini mimi ni Chadema ambaye sitaacha Chadema kwa sababu ya kuniweka lock up na kunitoa, kuniweka lock up na kunitoa. Kabla sijaenda tarehe 15 ya mwezi wa 11 nilishawekwa ndani, eti tumevaa nguo ya Chadema kanisani. Nimekaa siku 4 Tukuyu. Uonevu tu. Hii serikali inaonea sana. Kwa hiyo mimi niseme kikubwa ambacho mimi nimekiona kwenye Chadema kwamba tunahubiri haki, tunatenda haki, na ndio maana kesi zetu zinaisha kwenye haki. Kwa hiyo haki hatutaiacha, na ni imani yetu. Ndio maana wametutengenezea kesi ya uongo ya kufunga maofisi yetu, tumeshinda kwa haki. Hawajatuonea huruma, kesi chama kimeshinda. Ndio maana leo tuko huru kufanya kazi zetu, na tutaendelea kufanya kazi zetu. Kila sisi tunajipanga, tunaendelea kuweka mipango kuanzia kwenye misingi, matawi mpaka kata, na moto utawaka. Tutafanya kazi zaidi ya pale tulikuwa tunafanya, kwa sababu tuna imani, kumbe imani kubwa iko kwenye Chadema, na wananchi wengi wanajua imani yao iko kwenye Chadema, ndio ambao wanaweza kuwasemea, wanaweza kukemea jambo na likasimama. Sio mbali, juzi tu hapo kuna mwananchi wetu Kyela ametekwa, amechukuliwa na maskari kumbe, lakini sisi tulipata taarifa ametekwa, na tulipopata taarifa ameteka tumepiga kelele Chadema. Leo tunaambiwa kwamba yuko Central. Kama Chadema tukupiga kelele asingetokea, lakini wameenda kuwatia ujinga wazazi wake kwamba msiseme kwa wanasiasa, msiwaambie kwamba eti tulimteka, waambie mtoto wenu alikuwa anadaiwa ndio maana tulimkamata. Lakini kijana aliwahi kujiposti na picha ya Captain Tesha akisema mimi tumesoma naye ule utani wa watoto, ndio walikuwa anamtafuta, mara kimbia ende Malawi arudi. Wamekuja wamemchukua usiku, lakini Mungu si Asumani. Kuna mtu aliwaona ambaye anawafahamu, na mimi mwenyewe nimetoka Kyela, nimewaona, nilikuwa nawafahamu na ninajua ni askari tu ambao wana kazi zao. Baada ya kuniambia yule kijana amepotea, niliwapigia simu nikimdai kijana yule. Lakini hata kama kulikuwa na chenga, lakini kuna mazungumzo ambayo unajua tu mtu anapiga chenga, kweli yuko na kijana. Nikawaambia viongozi wetu wa chama, na watu wengine wakapiga kelele, lakini watu wakatuma kwenye mitandao, watu wakaandika, taarifa zimesikika. Leo tunasikia jana kwamba mtoto yuko polisi Central. Kwa hiyo Chadema wanaweza kumsemea mtu yoyote, hawe maskini, hawe tajiri, hawe kilema, hawe ana utimamu, isipokuwa tu tukifuata maadili na miongozo. Lakini pia kwenye maskari hawa kuna askari wema ambao wanaweza kumtia moyo mtu, ili hata kama kuna jambo linaharibika likakaa sehemu yake. Baada ya kuhangaika, kuna askari walitupa ushirikiano, pengine walikuwa wajui au walikuwa wanatetea vyeo vyao kwa sababu ni wakubwa. Walitupa ushirikiano na kusema tutulie, kijana tutampata. Kwa hiyo tunasema hii tabia ya kutekana Tanzania tunatamani ikome, iishe. Vijana wetu wanapotea, ni watoto wadogo, wanatakiwa na wenyewe wawe na familia. Kuna watu wamepotea hatujawahi kuwaona. Sisi Chadema ni waanga, hatujawahi kumuona Soka mpaka leo. Kuna kina Kipanya, kuna kina Mdude, tunalia mpaka leo. Mtu anaenda kuchukuliwa nyumbani kwake, anaumizwa, hatumuoni tena. Kwa hiyo tukisikia kutekwa, mioyo inarudi kule nyuma ambako tulitoka. Wakina Polepole ni ndugu zetu, ni Watanzania. Leo umemteka Polepole, ana familia yake, ana wazazi wake. Kwa hiyo ukisikia tu mtu ametekwa, unaanza kujikagua. Sasa hivi hata mtu akija nyumbani kwako ni rafiki yako, upaswi kumfungulia mlango bila kujiridhisha, au kama ukuwa na appointment naye. Kwa hiyo serikali wametutia hofu, wametupa uoga, tunaogopana sisi kwa sisi. Kwa nini tuogopane? Tunaomba irudi Tanzania yetu tuliyoizoea. Biashara ya kutekana ishe, biashara ya kukamatana bila utaratibu ishe. Askari unataka kumkamata mtu, nenda kwa mwenyekiti wa kitongoji, nenda kwa balozi, au nenda kwa jirani yake. Tunamchukua huyu, tuna mazungumzo naye, haya na haya na haya. Sio baada ya vyombo vya habari kupiga kelele ndio mtu ambie tunaye. Mlikuwa wapi kusema siku zote? Unakaa na mtu wiki, alafu unakuja kusema eti tuko naye. Kwa nini ukutoa taarifa? Toeni taarifa kwenye vyombo husika ili watu waendelee kujua kama ndugu yao iko mikono salama. Msipotuambia tunajua mmeteka, mnataka kuharibu. Kwa nini msiseme? Kwa nini msitupe taarifa? Na huyo mama ambaye wanamsonga kweti eti useme kwamba mtoto wangu alikuwa anadaiwa sijui nini na nini, tunampa pole na tunamuonea huruma.
Tumefanya jambo kwa kukuhurumia na kwa kukutetea na kwa kuhangaika na kwa kuwasiliana na watu ambao tunajua ni muhimu watatusaidia. Alafu leo unakuja kuleta sababu za kijinga za kusema mtoe na picha. Tunakuonya iwe mwanzo na mwisho. Kuna sehemu za kuingia, kuna sehemu za kuto kuingia. Habari ya kumpigia viongozi au baadhi ya viongozi kuambia maneno hayo, mimi kama mwanamke ambaye nilipasa sauti ili mtoto wake aonekane, nimejisikia vibaya na sijapenda, ila ninawashukuru sana wote waliopiga kelele kumpata kijana wetu Lusekelo Stanley Kazimoto ambaye alichukuliwa bila utaratibu, na leo jeshi la polisi wanasema yuko Central Mbeya, wakati sisi tulikuwa tujui aliko. Ndio maana tulikuwa tunamtafuta kila mahali na kwenye mitandao ili labda tumpate haraka. Kwa hiyo huyo mama yake nahisi ana shida ambayo ni mbaya sana, ambayo haina msaada kwa watu wengine. Kuna watu wanafanya kazi kwa moyo, tunatakiwa tuwatie moyo. Usiende kwa miemko wakati watu wamefanya kwa moyo ili kukusaidia wewe uwe salama. Niwashukuru wote ambao walipaza sauti kumpata yule kijana wangu. Ni shangazi yangu, ni mtoto wa kakaangu kijijini kwetu. Ndio maana niliweza kupiga simu sehemu mbalimbali na baadhi ya askari kuwapigia moja kwa moja ili watoe msaada, mtoto wangu yuko hapa. Lakini kwa kuwa wamesema yuko Central, tunaomba waendelee kumpa haki zake za msingi, kama zamana apewe zamana ili aendelee na maisha yake ya kila siku, kwa sababu yeye ni fundi magari na yuko mambo ya umeme. Kwa hiyo anahitaji kwenda kufanya kazi zake kwa sababu ana watoto na familia, na isiwe tena mambo ya kuzungushana, mara mje kesho, mara kesho kutwa, mara nini. Imeshajulikana yuko Central, mpeni zamana, kesi ya msingi anayo, apelekwe mahakamani bila kumsumbua. Kwa hiyo mimi binafsi pamoja na viongozi wangu ambao tutaenda kufanya kazi, niwatie moyo tu kwamba viongozi wangu wa kanda, mkoa na majimbo tujipange sawa sawa, twende tukafanye kazi zetu. Sasa ofisi zetu zimefunguliwa kwa kushinda kesi ambayo ilikuwa ya mchongo, na Mungu ametusaidia kwa sababu haikuwa kesi. Maana kama ingekuwa ni kesi ambayo inatakiwa kweli tufungiwe ofisi, basi sheria imetusaidia na viongozi wetu na wanasheria wetu mahiri. Tunawashukuru na tunawatakia kazi njema. Lakini wanachadema wote, sehemu zozote, wadau wetu na watu mbalimbali, mashirika yote na watu wanaoipenda Chadema, wanaotusaidia siku zote, tuendelee kushirikiana, tuendelee kujengana, tuendelee kushauriana, tusiogope. Uoga ni umaskini. Kama ulizaliwa siku moja, kifo chako ni siku moja. Lakini mimi narudia tena, hizi habari za kutekana, serikali ikemee ili watu wao wawe huru. Wanaowachagua wanatekwa, mwisho wataisha. Atawachagua nani? Maana yule anayekuchagua ndio unayemteka. Kama tarehe 29 hakupigwa Chadema tu, walipigwa hata waliotoka kuwapigia kura. Kwa hiyo waangalie tu kwamba jamani, sasa imefika Tanzania mpya, tuijenge Tanzania, na watu kukamatwa wakati wametoka kwenye majeraha na makovu, wawahurumie kwanza, wawaache watu. Hizi habari za kushikana bado. Sasa hivi tunatakiwa tuungane, turudi tuwe pamoja. Warudishe umoja, iwe kwenye majimbo, kwenye mikoa, kwenye kanda, turudishe umoja, sio kuendelea tena kutafutiana sababu na kukwanguana majeraha. Kuwa mwanampinzani sio jinai wala sio dhambi. Mimi nimechagua Chadema, wewe umechagua CCM, umechagua ACT, umechagua kafu. Twende tukashindane kwa hoja, twende tukafanye kazi zetu, kila mtu akafanye kwa mipaka yake. Tusifuatiliane, tusitafutiane sababu Chadema amefanya hivi na mweka ndani bila sababu. Hizo za kuwekana ndani tumechoka nazo. Sisi tumechoka nazo. Mimi binafsi nimechoka nazo, na niweka ndani bila sababu. Mtu tunazalilishana, tunakamatwa, wewe unakuta unakaa lock up, una nguo mwilini. Wanatuzalilisha sana. Sisi ni viongozi ambapo unasema je, angekuwa ni kiongozi wa CCM angefanyiwa hivyo? Kwa sababu wenyewe anajiita chama tawala. Chama tawala unanyanyasa watu wengine. Sisi wengine tumechoka kunyanyaswa. Viongozi wetu wananyanyaswa sana. Yaani mtu ukisema tu pengine hata hivi namaliza kuongea na nyie, wakiona wanaanza kunitafuta. Sasa nini? Mimi ni uhuru wangu kuongea, natakiwa niongee kile ambacho nakiona hakijakaa sawa, lakini pia nimefurahi kwamba chama changu kinishinda kesi, kinaenda kufanya kazi zake za kila siku. Tunaenda kujenga chama chetu, tunaenda kusimamia ofisi zetu. Ndio maana sasa hivi tunafanya mazoezi kwanza ya kufagia ofisi, kutengeneza ofisi zetu vizuri, mahali ambapo hapakuwa vizuri tuweke vizuri, tuanze mikutano ni mpela, hakuna kulala mpaka kieleweke. Kama mabomu tumeona, kama kunyanyaswa tumekuona, kama kukaroka watu wamekaa, vitu vyetu vimepokonywa, yani ni mambo tafrani. Lakini sisi tunaendelea kuwa imara,
kuwa mpinzani sio dhambi. Kuwa mpinzani sio uhaini. Kuwa mpinzani sio ujambazi. Kuwa mpinzani sio kutafutiwa kesi. Kuwa mpinzani tukashindane kwa hoja. Wewe una hoja yako na mimi mpinzani na hoja yangu, tukishindana tunaagana kwa kusalimiana mikono, tunaondoka. Sio kuwekana ndani. Leo mnasikia mwenyekiti alikuwa anaongea pale, tumuone. Hapana, mimi nitakuwepo tu. Na kama Mungu aishi hivyo na mimi ndo nitakapoishi. Wakati wa Bwana ukifika ndo tufe, sio tufe kwa kulazimishwa, kupigwa marisasi, kutekwa. Jamani, tunanyanyaswa sana. Tunanyanyaswa mno. Sisi Chadema imani yetu ni familia. Mwenzako akiwa ndani wewe huwezi kuendelea kufanya kazi. Maana utashinda mahakamani. Wakati mwingine wanasema zamana mtaenda kuhangaika, huyo anaenda kutafuta barua huko, mnafika hamna. Zile barua zita expire, mtaenda kutafuta zingine. Tunasirika sana kwa sababu hakuna kitu kinaenda mkiwa na makesi mahakamani. Tunakuja watu wanauawa. Kwa hiyo hata muda ule wa kusema labda wananchi watakimbia kwa Chadema au kwa mwenyekiti wao wa Chadema kumweleza, kwa sababu hii zuio hapa hamjaelewa. Siku wanaozuia ofisi ndio siku wanamkamata mwenyekiti. Kwa hiyo waliunganisha vitu viwili vikubwa ambavyo vimetuasili sana. Wanachama wetu walikuwa hakuna mahali pa kusema. Kwamba atasema leo mwenyekiti wa taifa kuna hili linasumbua huku wilayani linafanya, hatukuwa na mahali pa kusema. Kwa hiyo limetuasili sana. Alafu mtu anaenda kuzuia ofisi yetu ni watu wawili. Chama kina watu maelfu, sasa sijajua mamilioni. Wewe unaenda kumsikiliza mtu watu wawili. Ndipo sasa tunapoona kwamba hii Tanzania sasa isiporekebisha mambo yanayoonekana tutakuwa watumwa kila siku. Watu walisema tumekimbia utumwani, tunarudi utumwani. Kwa mawazo yangu ya kutoka ndani ya kilindi cha moyo wangu, wamtoe mwenyekiti wetu awe nje, ndio wafanye naye mazungumzo hayo. Yanaweza yakawa na afya na ni mazuri. Leo unataka kufanya mazungumzo ambaye ndo ameshikilia nanga, unamwacha ndani, unafikiri kuna mazungumzo? Mazungumzo ni kitu cha hekima, ni kitu cha kimungu. Mtu aliyekosea akijua amekosea na akikurudi unatakiwa kumsamehe, lakini amesemaje na ameongelea wakati gani? Kama watamwachilia mwenyekiti wetu akawa huru, yuko huru kabisa, yuko nje, wanahitaji hayo mazungumzo. Mimi siwezi kupinga, mimi ni nani? Siwezi kupinga na nafurahi kwa sababu tunaenda kurudisha umoja, tunaenda kupata katiba mpya, tunaenda kupata tume huru, tunaenda kupata uchaguzi huru. Nani anakataa? Sisi tunataka vitu vizuri kwenye Tanzania yetu ili iwe Tanzania ya kuigwa. Mataifa mengine waige kwetu kwamba tumefanya vizuri.